Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Na kubadilika kila leo. Na jana nilisema kuwa kama kuna mtu anafanya biashara au anaofanya kazi online kwenye mambo labda ya uwekezaji, yale ya forex au mambo ya sarafu za kidigitali, kama unaweza ukautumia muda wako mwingi kumfuatilia Donald Trump anachokifanya, harakati zake, na uwe mwepesi kupata habari za dunia, na uwe na akili ya kuchambua kila taarifa inaweza ikafanya nini, basi kuna watu wanakuwa mamilionea katika kipindi cha Donald Trump. Mamilionea au mabilionea, kwa sababu aina ya Trump anavyochezesha ulimwengu. Anazungusha, anapeleka, anaweka, yani haeleweki anafanya nini. In short, kuwa Trump aliandika kwenye mtandao wake ule ambao nimewaambia Truth Social, kama amefikia makubaliano. Unajua alizungumza na Mark Rutte ambaye ndio bosi wa NATO hivi sasa, licha ya kuwa Rutte amekwepa sana maswali ya wanahabari kwenye hili swala. Trump jana aliweka andiko la kusema kuwa nimesitisha ushuru niliokusudia kuwawekea European ndugu zake wa Ulaya, ambao ulikuwa unatakiwa uanze Februari mosi, ule ushuru wa 10%. Anasema tumeusitisha kwa sababu tulikuwa tuna mazungumzo mazuri na bora sana na mkuu wa NATO, na swala la Greenland tutalitatua kwa njia bora zaidi. Sasa hakuna majibu ya wazi walichokubaliana ni kipi kia moja kwa moja, kwa sababu mwanahabari mmoja, nadhani alikuwa Fox, alivyomuuliza Mark Rutte kuwa mlichozungumza na Trump kuwa Greenland itabaki Denmark au itafanya nini, akasema hatukuzungumza hayo, yani hayo sio katika tulioyajadili. Sasa Trump anapotuambia kuwa wamefikia wakati mzuri wa kusema, wakati mzuri wa kumaliza haya, nani hapa kati yao anataka kutudanganya? Ni Trump au ni Mark Rutte anataka kupoza upepo, au nini ambacho kinaendelea katikati yao? Sasa wazungu wanakutana leo kule Brussels, Ubelgiji, European, nchi 27 wanakutana kwa swala hili la kujadili kuwa tunaendaje, tunatokaje kushughulika na swala la Greenland bila kuathiri uwezo wetu, bila kuathiri nafasi yetu, bila kuathiri heshima yetu. Mkutano huu ambao wa wazungu utawakutanisha kule Brussels. Unajua Brussels, unajua Ulaya, unafikiria kuwa viongozi wengi wako Davos, Uswizi. Lakini Brussels sio mbali. Yani Ulaya ni moja ya bara dogo sana, venye vinchi vidogo vidogo. Watu wanazunguka tu kutoka hapa kwenda hapa. Yani unajua ukitoa Urusi, unajua Urusi na square kilomita nadhani kati ya milioni 17. Urusi imeingia kwenye mabara tofauti, imekuja mpaka Asia, imeingia mpaka Europe. So katika milioni 17 za ukubwa wa Urusi ni milioni 4 pekee ziko Ulaya. Milioni 4. Yani milioni 3.9 na kitu, karibu milioni 4 kasoro kidogo. Hiyo ndio pekee inayoingia wapi? Ulaya. Sasa ukizipanga kwa sema hizi nchi kubwa Ulaya, utaona kuwa ukitoa Urusi ni Ukraini. Manake Ukraini atapoteza sena, kwa sababu Ukraini kapoteza 20% ya eneo lake kwa Urusi. Tena kama kapoteza 20% ya eneo lake ambao ukubwa wake ulikuwa ni kama square kilomita 600 na kitu, Ukraini ndio ilikuwa nchi kubwa zaidi Ulaya, ikifuatiwa na Ufaransa na Spain. Nadhani hapo zinafukuzana. Ufaransa na Spain ndio nchi zinafukuzana kwa ukubwa. Mwingine 500 sijui, na si nchi kubwa. Yani Ulaya si nchi kubwa. Vinchi kama Ubelgiji, vinchi kama sijui, vinchi vidogo vidogo, Latvia, vinchi vidogo vidogo sana, lakini vina maamuzi na sauti kubwa sana ulimwenguni, mpaka unakaa unajifikiria kuwa
Hey, wapi yani nini kimetokea yani haya mambo yatokee hivi? So Urusi naweza kusema ni 39% ndio iko Ulaya, nyingine yote haiko Ulaya. Urusi imekaa kama, naweza nikasema mfano wa Uturuki. Nimewahi kuambia mara kadhaa, Uturuki ni chini ya 10% pekee ndio iko Ulaya. Uturuki chini ya 10%, ile mikoa tu ile 4 ya pembezoni. Hata Istanbul sio yote kuwa iko Ulaya, lakini mara kadhaa Istanbul huhesabika kama ndio jiji kubwa zaidi Ulaya, ambalo Istanbul ina wakazi karibu milioni 15. So lakini inahesabika kama ni jiji kubwa zaidi barani Ulaya, lakini Istanbul si jiji ambalo 100% liko Ulaya. Ukivuka ukivuka tu ile daraja la Bosphorus au le King Selim Bridge, kuna madaraja kama 3 pale, kuna ile la juu na ya pembeni ya chini ambayo yanafunga na kufungua. Ukivuka haya madaraja ukaja upande wa pili, Anatolia ndogo. Kwa hiyo Uturuki yenyewe ni chini tu ya 10% iko Ulaya, lakini yote Anatolia ndogo inahesabika ni Asia ndogo hiyo. Na Uturuki ni Urusi ni hivyo kuwa Urusi sio yote kuwa iko Ulaya. Hata wakati wa muungano wa Kisovieti nchi nyingi hazikuwa katika Ulaya, na baadhi zilikuwa katika Ulaya. Ukienda Kazakhstani, Uzbekistani, ni nchi ambazo ziko Asia ya kati, na nchi zingine ziko huko ambazo zote zilikuwa katika Jamhuri ya Kisovieti. Kwa hiyo ukichukua Ukraine inabaki kuwa ndio nchi kubwa kwa Ulaya. Ukraine kapoteza kwa Urusi, anashuka. Naweza tukasema nchi kubwa sasa Ulaya itakuja baadaye, ikiwa mipaka itabadilika, itakuwa Ufaransa. Yes, Hispania ndio nchi zenye nafasi au zenye maeneo makubwa kwa Ulaya. Inabaki kuwa hivyo. Sasa wanatoka Davos, watakwenda wapi? Brussels. Halafu Ulaya imekonektiwa na mfumo mzuri wa treni ambao unakwenda kwa muda mfupi kabisa unasafiri kutoka nchi moja kwenda sehemu nyingine, hata kama huwezi kutumia ndege. Lakini pia hata ndege ni rahisi tu kuzunguka hapa kwenda hapa. Viongozi wanakutana Brussels, ambayo yalipo makao makuu ya EU. Taarifa itakayotoka hapa Brussels itatupa picha kamili ya mazungumzo yaliyozungumzwa kati ya Donald Trump na Mark Rutte yalikuwa yepi. Licha ya kuwa Mark Rutte yeye EU huku sio, yeye anazungumza na NATO, lakini mara kadhaa 90% ya waliopo EU wote ni washirika wa NATO, au inaweza kuwa zaidi ya hapo. Wote EU wanaingia NATO moja kwa moja. Kwa hiyo tunaweza tukapata picha tofauti na kile ambacho tunakiona. Niliona mbunge mmoja wa Greenland aliandika kwenye mtandao wa X, anasema alipata wasiwasi baada ya maelezo ya Mark Rutte kuhusu kuwa tuna mazungumzo mazuri, mazungumzo chanya, na tunaweza tukalitatua ile tatizo. Anasema sisi wenyewe hatujui yani ni kipi ambacho kimezungumzwa, kwa sababu linatuhusu. Kama linatuhusu, mbona hatujui nini kimezungumzwa katika mazungumzo ya Donald Trump na Mark Rutte? Lakini ninavyosema, Trump anavyochezesha masoko leo hii kwa kauli ya Donald Trump kuwa tumefikia makubaliano na tuenda tukarudi kumaliza haya matatizo katika njia nzuri, lakini hakuna tofauti yoyote ya kuepukika kuwa Greenland itakuwa sehemu ya Marekani, au Greenland Marekani ataifikia, au Greenland vyovyote itavyokuwa. Kauli hii inaamsha ile green kwenye uwekezaji wa Ulaya. Yani kauli hii inaamsha masoko yaliyokuwa yameporomoka. Kwa hiyo kwenye zile 00 ambazo zilikuwa zinaenda red, unaziona sasa hivi, unaziona zinaweza zikaanza kwenda juu, halafu ukaanza kuona kuwa inaashiria kijani, kuonyesha kama kuwa kuna mwanga, au kuonyesha kuwa kuna ahueni. Wakati Marekani aliposema kuwa haijalishi tutafanya nini, ikibidi vyovyote tutavyochukua Greenland, na Ulaya wakawa wameparurana na mkutano ulikuwa unakwenda Davos, maana yake masoko yanaporomoka. Yani uwekezaji ndio uko hivyo, kuwa kauli zinategemea. Kuna mtu mmoja ananiambia Trump mwenyewe pia ni mwekezaji mkubwa kwenye masuala ya kidigitali, kwa hiyo mara nyingi kauli zake anazitoa kwa ajili ya business. We don't know exactly EP, kwa sababu niliwaambia miezi 11 ya Trump madarakani, utajiri wake ulienda double kutoka alivyokuwa wakati anaingia na hivi sasa utajiri wake umekwenda double. Sasa always Trump sio mgeni popote. Katika mkutano huo wa Davos ambao bado pia una mgogoro mkubwa na wazungu, katika kuweka kile kinaitwa bodi ya amani, ambayo
viongozi wa dunia 35 wamethibitisha watajiunga na bodi hiyo. Kati ya 50 waliopokea mialiko, Trump leo ataizindua huko Davos. Niliona kuna taarifa ambayo ilikuwa imeenea sana kwenye vyombo vya habari vya Marekani baada ya governor wa California Gavin Newsom kuzuiliwa kuingia kwenye mkutano yani kujumuika na maafisa wa Marekani. Huyu ni governor wa California ambaye ni mdemokrati. Alizuiliwa kwenye hafla ya Trump jana usiku kuingia. Hebu fikiria, governor wa California. Unajua Marekani inatawaliwa ile kimajimbo. Kama haya majimbo yangekuwa ni nchi, unaweza kusema kuwa governor anakuwa ni kiongozi wa jimbo, yani wa ngazi za juu kabisa. Governor yeye ni bosi, yani unaweza kusema ni kama ni rais ndani ya muungano. Unaweza kusema vile rais ndani ya muungano kazuiliwa kuingia kwenye mkutano wa Trump. Na katika maoni yake anasema kuwa hii ndio hali tunayokabiliana nayo ndani ya Marekani, kuwa sauti zote zenye upinzani wa kila anachokifanya Donald Trump hazikubaliki. Anachokisema kuwa yani sauti zozote zinaoonyesha ukosoaji kuelekea serikali ya Donald Trump ni sauti ambazo hazikubaliki kwenye serikali ya Donald Trump. Yani amezinyamazisha sauti zote, haziruhusu zipande. Huyo ni governor anazuiliwa kuingia kwenye mkutano wa rais wake kutoka kwenye nchi yake, kwenye mkutano wa Davos, licha ya kuwa ye anakwenda kama moja ya viongozi wa Marekani wa ngazi za juu kabisa, governor wa eneo California, jimbo maarufu na kubwa kabisa Marekani lenye ushawishi mkubwa, lakini anazuiliwa, hawezi kuingia kwenye huu mkutano. Yes. Sasa swala la Trump na ndugu zake tutaendelea kulipa update tena hapo mbele baada ya mkutano utaofanyika Brussels wa wazungu kutueleza wapi wamefikia, wapi kushirikia nini. Nilitaka leo nigusie kile ambacho huwa ninakizungumza mara nyingi. Juzi nilielezea kidogo kuhusu Wakurdi wa Syria na kile ambacho wanakipitia. Nikawaeleza Wakurdi walipata usaidizi mkubwa sana wa Marekani wakati wa mgogoro wa ISIS. Na Marekani akawafanya kama ndio official allies wao pale kwa Syria. Yani kwa Syria, wakati Syria ilikuwa chini ya Bashar al-Assad, washirika wa uhakika wa Marekani ndani ya Syria walikuwa ni SDF. Upepo umebadilika. Nimemsikia mwakilishi maalum wa Marekani Syria na Lebanon, Tom Baraka, ambaye ni balozi wa Marekani kule Uturuki, anaishutumu mkuu wa SDF Abdi Mazlum kuwa analazimisha kuingiza Israeli kwenye mgogoro wa Syria. Leo Marekani wanazungumza hivyo ndani ya miji ya Wakurdi, kuanzia maeneo ya mipaka yote ya Syria, lakini ndani ya Iraq hata kule Erbil kumekuwa na mfululizo wa maandamano nimeona kule Erbil yakielekea ubalozi wa Marekani kule Erbil, wakishutumu utawala wa Donald Trump kwa kuwatumia na kuwatupa. Sijui kuna kipi ambacho Wakurdi wanapaswa wajifunze kwenye hili swala. Niliwahi kufanya interview moja mwaka 2019 kama nakumbuka. 2019 ndiyo nilikuwa nimeshaanza uchambuzi, na nilifanya huu uchambuzi na ukumbuka ulikuwa ni uchambuzi ambapo Marekani aliondoka kwenye mpaka wakati wa Donald Trump awamu ya kwanza. Aliondoa vikosi vyao kwenye mpaka wao na Uturuki, akawaacha Wakurdi wakilalamika kuwa mbona unatusaliti. Marekani akasogea ndani ya Syria kwenye maeneo yenye mafuta za Deir ez-Zor na Raqqa, akatoka kwenye mipaka akawaacha wakashambuliwa na Uturuki. Ilikuwa vurugu kubwa sana kuwa mbona haya sio makubaliano yetu ya kuwa utatulinda. Sasa ukisikiliza maoni ya mmoja katika Wakurdi au wanaoandamana, wanasema kuwa tumesalitiwa na Marekani, ametusaliti baada ya kututumia. Unajua, jana nilikuwa nikimsikia Donald Trump anasema kuwa tunapowaomba watusaidie hawa NATO hawawezi kutusaidia sisi, tunapowaomba watusaidie. Mimi nikawauliza kuwa ni wapi ambapo hawa washirika walitaka, Marekani alitaka, hawakwenda kumsaidia.
Nikakumbushia mfano mzozo wa 2001 ule wa 2001 au Marekani aliingia kule Afghanistan. Nilikuwa nikienda kuangalia takwimu ya nchi ambazo ziliingia kwenye huo mzozo. Nimekuja kugundua kuwa Denmark askari wake wengi zaidi walikufa Afghanistan kuzidi Marekani. Denmark ambao Marekani ndio anataka achukue Greenland, askari wake wengi walikufa Afghanistan kuzidi askari wa Marekani waliokufa Afghanistan. Ulikuwa unataka wakusaidie kwa staili gani? Ikiwa hata wao wameingia na wameuawa wanajeshi wao wengi kuliko wa kwako, ulitaka wakusaidie kwa lipi? So kwenye hili la wa SDF, Trump anasema hivi, tulikuwa washirika wao lakini tuliwalipa. Umeelewa? Tuliwapa mabilioni ya dola, tuliwapa mafuta. Kwa hiyo hatuna deni nao. Hivi sasa sisi tuko na ushirika wa moja kwa moja na serikali ya Syria. Yaani kile ambacho naweza kusema kuwa kile ambacho SDF wanafanyiwa, yani kile ambacho SDF wanafanyiwa na Amerika ndio walichofanyiwa wanasiasa wa Venezuela na Amerika. Yani wewe una dai lako, ndio twende, sisi tunakusaidia. Lakini sisi tukitimiza letu, yani Marekani anawa double cross, yani anawawahi yeye. Unajua wakati inadondoka serikali ya Bashar al-Assad na Ahmed al-Sharaa kuchukua nchi, SDF kaskazini mashariki wamebaki na eneo kubwa sana waliokuwa wanalishikilia. Kwa sababu ya kuungwa kwao mkono na Israel na Marekani, walikuwa wanafahamu kuwa watafikia makubaliano. Katika makubaliano, unajua katika makubaliano wakati ule wanapigana na ISIS, ilikuwa Marekani itawafanyia juu chini kuwasaidia kuwa Wakurdi wawe na taifa lao, ikiwemo kukatwa hadi kwa maeneo ya Uturuki. Kwa sababu 15% ya Uturuki kule ni Wakurdi na wana ugomvi mkubwa sana na serikali ya Recep Tayyip Erdogan. Na mara kadhaa unakumbuka Abdullah Öcalan na vitu kama hivyo nimeshawahi kuwaeleza kwa kina kabisa. YPG ni kina nani, PKK ni kina nani ambao unaungana na SDF, nilishawahi kuwaeleza. Sasa ilikuwa awasaidie. Marekani akaondoka, akaingia Raqqa, akaenda Raqqa, akaenda Deir Zor, kwenye visima vingi zaidi vya mafuta. Lakini hivi sasa Marekani anavifikia visima vingi with official kupitia kwa al-Sharaa. Haoni sababu tena yoyote ya kuendelea ushirikiano na nani? Na SDF. Lengo la SDF ni kuwa na Wakurdi na eneo lao na maeneo, yani wawe na nchi yao, wao na utawala wao na kila kitu cha kwao. Ndio hicho la Wakurdi walikuwa wamelibeba hilo. Sasa Marekani hawasaidii tena kwa hilo, kwa sababu Trump anasema tulishawalipa, tulishawapa, tulishamaliza, yani kuwa tulishatumia na hatudaiani. Yani jibu la Trump ni kuambia Wakurdi kuwa mlitutumia tukawatumia, tulitumiana, hatuna deni na hamtudai, hatuwadai. Kwa hiyo hayo mengine ya kwenu. Sasa nimeona maandamano yanayoendelea Wakurdi wakilani sana zile hatua. Nimemsikia mmoja wa viongozi wa Kurdi anasema kuwa ulimwengu umetusaliti wakati tulitumia jasho letu na damu zetu na uhai wetu kuifanya Syria iwe na utulivu. Tulipigana na mamia ya wapiganaji wa ISIS, tukawakamata, tukaua uasi wote. Tulikuwa pamoja kwenye hilo. Lakini anasema kuwa hatuwezi kusema kuwa haya yamekwisha. Magaidi bado wapo, uasi bado upo, silaha bado zipo, upinzani bado upo. Kwa hiyo dunia itakuja kututaka tena. Wakati huo itapofika kuja kutaka, na sisi hatutoshirikiana nao. Sasa kuna kitu kimoja ambacho alisema Tom Baraka kuambia kwa nini mnataka kuivuta Israeli hawakubaliani na kile kinachoendelea ndani ya Syria, lakini kinawazidia nguvu sometime. Trump hataki kuingia kwenye mzozo wa moja kwa moja na Uturuki ambaye ni mshirika, na Trump kaisha fikia maslahi ya Marekani ndani ya Syria. Israeli bado hajatimiza baadhi ya malengo, na Trump kaisha pima upepo. Kama nilivyowahi kuambia kuwa wakati wa ushirikiano wa kuangusha serikali ya Bashar al-Assad, kila mmoja alikuwa na target yake. Wakati Ukraine anawaza kuwa Urusi akiondoka hapa nitakuwa nimemweza, Israeli alifikiria kuwa vikosi vya Irani vikiondoka hapa mimi nitakuwa nimewaweza sana. Lakini wakati huo
kuna wengine walikuwa wanajua akiondoka Bashar al-Assad sisi tutashika wapi. Kwa hiyo katika nafasi kubwa na ukubwa uliokuwepo, manake kama ungenirudisha mwaka 1.5 nyuma ukaniambia nani wana nafasi ya kuja kuitawala Syria baada ya kuondoka Bashar al-Assad, manake nitakwambia wenye nguvu walikuwa ni SDF ndio walikuwa na nguvu, kwa sababu Al-Sharaa na group lake walikuwa Haleb peke yake kule Aleppo, kamji kadogo kabisa na eneo dogo ambalo huwezi kusema ukilinganisha na hawa walikuwa na usaidizi wote wa Marekani na Israeli, na wamechukua eneo kaskazini mashariki. Zaidi ya 30% ya Syria ilikuwa mikononi mwao, zaidi ya 30%, ukilinganisha ambao waliokuwa kule hata 5% walikuwa hawafiki. Lakini leo namba imegeuka. Kwa hiyo ukirudi nyuma mwaka 1.5, kama walikuwa wanakaa kwenye meza ya mijadala kati ya Marekani na washirika wapinzani wa serikali ya Bashar al-Assad, Abdi Mazlum alikuwa na sauti kuzidi Ahmed al-Sharaa, kwa sababu Mazlum alikuwa na jeshi kubwa ambalo limeshika eneo kubwa. Mazlum ni kiongozi wa SDF. Yeye alikuwa na jeshi kubwa ambalo limeshika eneo kubwa la Syria, ukilinganisha na Ahmed al-Sharaa ambaye alikuwa Aleppo peke yake na kamji kadogo ambapo ameshikilia eneo dogo. Kwa hiyo uhitaji wake ulikuwa ni mdogo ukilinganisha na uhitaji aliokuwa nao kiongozi wa SDF Abdel Mazlum. Sasa Mazlum anaona kukua kwa kasi kwa al-Sharaa. Tayari hivi sasa al-Sharaa anapishana kwenye na mialiko ya ikulu za magharibi. Amekwenda Marekani, anakaa na viongozi wakubwa duniani, anaalikwa hivi sasa atasafiri kwenda Ujerumani, sijui atakwenda Davos, sijui atakwenda wapi. Kwa hiyo yule yuko juu sana. Hili halijamvutia kwa sababu kwa miaka 11 yeye ndio, unajotoka uasi umezuka wa ISIS zaidi ya miaka 11, na yeye ndio alikuwa kwenye nafasi nzuri, lakini alikuwa akiungwa mkono na Israeli, and still anaungwa mkono na Israeli. Hata juzi kuna mmoja wa wasemaji wa Kurdi alisema kuwa tuna mawasiliano ya karibu na Israeli na tumeomba usaidizi wa Israeli kuhusu hili. Israeli hataki kuingia moja kwa moja kuonekana hapa anapingana na Donald Trump moja kwa moja, kwa sababu Trump unakula naye kama kipofu. Israeli wanafahamu kuwa wanaweza wakamkomandi kwenye vitu vyao, lakini kuna wakati hutaka kuwaonyesha kuwa ni nani, kama jana alivyoamua kuropoka kuwa mifumo ya ulinzi ni yetu sio yenu, ni ya kwetu. Huo ni uwekezaji wa Marekani na ni teknolojia ya Marekani, nyinyi mmewekwa na kupachikwa tu hapo. Aliamua kuropoka na kusema hivyo, na ndio ukweli ulivyokuwa, kuwa hiyo ndio iko hivyo. Sasa Israeli pia wao wanacheza kwa step bila kumkanyaga Trump. Kuna wakati Trump anakuja. Sasa hapa Syria tayari Marekani wanayaona maslahi yao yako hapo, lakini serikali ya Syria Israeli haitaki. Anasema, alizungumza Netanyahu juzi kwenye alivyokuwa Marekani wakati alivyotembelea mara ya mwisho na Trump akaenda kumchukua Maduro. Alizungumza na vyombo vibari akasema kuwa nusu ya serikali, nusu ya jeshi la Syria ni jeshi la wanajihadi. Nusu ya jeshi la Syria ni la wanajihadi. Kwa hiyo haliamini. Kwa hiyo kama haliamini, kwa vyovyote utaelewa kuwa anaunga mkono nani? SDF, lakini hawezi kuwasapoti SDF wazi wazi kwa hivi sasa, kwa sababu tayari bosi wake Donald Trump na washirika wengine wanaonekana kuiunga mkono serikali ya nani? Serikali ya Ahmed al-Sharaa. Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Italia na nani, wote wanaonekana kuwa wanaiunga mkono serikali ya Ahmed al-Sharaa. Kwa hiyo Israeli hataki mgongano na washirika wake ambao wanamfanya kuwepo duniani, kwa sababu kwa hiyo anaweza akatoa usaidizi wa chini kwa chini, lakini hawezi kuingia moja kwa moja. Lakini kile kinachotokea hivi sasa ni kuwa SDF wanapoteza. Niliwaambia juzi walisaini wakaiachia Raqqa, wameachia Deir Zor, lakini wamezidi kupoteza maeneo, wanazidi kupoteza na wanaondoka, kwa sababu nimeona kuwa kuna kundi kubwa la Wakurdi wanaingia Arbil upande wa Iraq, ambako sehemu pekee ambao huwa wanahisi kuwa tuko nyumbani. Wanakwenda Kurdistan, jimbo la Wakurdi ambao liko upande wa Iraq. Wengi wanaelekea kwa, wanasema kuwa angalau tubaki huku tuonekane kama tuko. Rahby Digital, haki na ukweli.